السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الله وأصحابه وذرياته أجمعين، لأنه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو سيد الخلائق والبشر، هو سيد الجن والإنس، هو سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المستمعون الكرام wale ambao mnafuatilia vipindi vyetu hivi vya Nuru Cinema, bado tupo katika kuelimishana juu ya mambo mbalimbali ambayo yanamhusu mwanadamu katika mazingira ambayo anayoishi, ili mwanadamu yule aishi katika mazingira gani. Maana unaweza kuona katika dunia kuna njia kwako ikawa ni sahihi, lakini kumbe njia ile ikawa sio sahihi kwa sababu hukupata elimu mbalimbali au hukupata kujua ile jambo ulilolifanya ni sahihi ama sio sahihi. Ndio tukaambiwa kwamba balighu anni walau aya, fikishia nini japo aya moja. Tukaambiwa na Allah kwamba kuntum khaira umma, nyinyi ni ummati bora, ta'muruna bil ma'rufi, mnaamrishana mema, watanhauna 'anil munkar, na mnakatazana mabaya. Kwa hiyo sisi tumeitwa umma bora kwa sababu ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kwa hiyo baya lolote ile ambalo tukiona, hata sisi mashehe na watu ambao tumepata labda chochote cha kusoma, tukiona jambo baya ambalo analolifanya mwenzetu likamtia katika matatizo, basi tuna haki ya kuweza kumwambia kwamba njia ambayo unayopita ndugu yangu, hii sio siratal mustaqim, sio njia iliyonyoka, bali ni njia ya tawaghuti, ni njia mbaya, inaweza ikakupelekea madhara duniani na akhera, ukawa ni mtu mwenye kula hasara. Kwa hiyo tukamwekea katika ud'u ila sabili rabbika bil maw'idhatin hasana, tukamleta katika njia nzuri kwa mawaidha kama hivi, kwa kumpa dalili kama hizi, labda nafsi yake ikatulia, akajua kwamba lile ambalo mimi nataka kulifanya kwamba si jambo zuri, kwa hiyo akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na maelekezo yetu sote, mashehe wote, ni kuwa na amani, kuishi katika dunia kwa amani, na kuweza kujua ipi haki na ipi batil. Na maana tunasema kwamba kama mfano wa haya mambo ya dua au haya mambo ya kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maradhi, katika mitihani mbalimbali, yana khairi zake, na binadamu tunamwambia kwa sababu anapopatwa na madhara aombe. Sasa kuna mtu katika maisha labda amepata mitihani mingi sana, ametafuta mali kadri alivyotafuta mali, amesafiri kadri ya kusafiri, amefanya kazi kadri ya kufanya kazi, lakini bado maisha yake yakawa ni dhalili, akawa hajui nini afanye. Wakaja watu labda wakamshauri, bwana wewe, hebu jiunge na vikundi fulani, vikundi hivi vinatoa pesa labda kwa namna fulani au kwa mifumo fulani. Mifumo hii labda itakuwa labda ni mifumo labda ya kimazingira, labda umtoe mwanao kafara, au labda uchinji ng'ombe, au labda ujiunge katika vikundi vile vya mustashirikina, labda vikundi mbalimbali vya ambavyo si vizuri katika kujiunga, wala sipendi kuvitaja kwa majina kwa sababu ni vikundi ambavyo vinasimamiwa na Ibilisi. Wa man yakfur billahi wa yu'min bit-taghut faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, atakayekufuru Allah akaamini utaghuti. Utaghuti ni kujiweka katika Ibilisi, kuamini kwamba labda mali hizi ili nizipate lazima niwe namna gani, pesa hizi nizipate lazima niifanye ni mauaji fulani. Hii ni mtihani kwako, kwa sababu kwanza katika sheria ni jambo baya kabisa kumuua mtu kwa sababu ya mali. Ni jambo ambalo la haramu na haifai kulifanya kwa sababu ya mali. Kuchukua viungo vya mtu ukasema viungo hivi nikivipata nikimpelekea mshirikina nitapata mali, ni jambo la haramu ambalo hutakiwi kulifanya. Na mtu kama huyo, kwa maana unaingia katika sheria, unakamatwa kwa sababu umevunja sheria za nchi na unakwenda pabaya. Kwa hiyo ili mtu asiwe ana imani hizi, ili mtu asiwe anatafuta pesa kwa njia zilizokuwa sio sahihi, basi lazima aelewe kwamba
apite njia sahihi ambayo kwa mwanadamu au kwa watu anajua kwamba njia hii ya kufanya kazi, ya kufanya biashara mwenyewe, ya kujituma, ya kujihangaisha, ujasiriamali upo, wa kufanya kitu ambacho kitakuwa kina uhalali ndani yake wa ile nchi atakayoishi ama eneo analoishi, na kikawaida kwamba haina madhara na mtu, pesa yako ikawa ya halali, sio pesa ya masharti. Leo nimeanza hivi kwa sababu nataka kuzungumza kwa nini pesa za majini huwa zinapotea. Kwa nini pesa za majini zinapotea, lakini pesa ulizozichuma kwa mikono yako huwa hazipotei, labda ikiwa kuna ubaya, ikiwa wewe mwenyewe matumizi yako hukuyajua uyatumie vipi, labda ulikuwa mtu wa starehe sana, labda ulikuwa hujui pesa zako utumie kwa namna gani kama kwa kheri, ulikuwa hujui labda katika matumizi yako ufanye nini. Kwa hiyo hapa ni mambo ya kawaida, hii ni hali ya binadamu kawaida, hatuko sawa kwamba aliyastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Binadamu hapo sawa, kila mtu na tabia zake, lakini nazungumza yule mtu ambaye ameacha kufanya kazi, akaacha kujituma, akaacha kuhangaika kama anavyosema Mheshimiwa Rais kwamba watu wafanye kazi, akaacha yeye kwamba afanye kazi, akawa mtu wa dezo, mtu wa kupenda vya bure, mwisho ikampelekea kwamba akaingia katika mambo ya ushirikina ili apate pesa. Akashirikiana na majambazi ili apate pesa, akashirikiana na watu wabaya ili apate pesa, akafanya dawa ili apate pesa, akaingia katika vitu vibaya vya kikatili kabisa. Sasa hapa ajue kwamba pesa yake anayoipata inakuwa ya haramu na inakuwa ina mitihani. Kwa hiyo leo tutazungumza kwa nini pesa za majini hazidumu. Nikisema pesa za majini utajiuliza, kwani majini wana pesa? Hapana, nimezungumza hivyo kwa sababu majini ni viumbe kama viumbe ambao wewe umeumbwa, isipokuwa wao umeumbwa tu kwa moto, sisi tumeumbwa kwa udongo. Lakini jini anaweza katika harakati zako za maisha, labda unahangaika utafuta, ukakutana na mtaalamu au na mganga labda, au wanaitwa mafundi, majina yote wanaitwa makuhani, wanaitwa wapiga ramli, wanaitwa, akakwambia bwana wewe, ili upate pesa twende sehemu fulani ukachimbe maji, ukachimbe pesa zitapatikana. Bwana wewe, ili upate pesa labda mtoe mwanao kafara, fanya hivi fanya hivi fanya hivi. Na wewe kwa imani yako, kwa vile hukujua haki, asa sisi tunakwambia haki ili ujue kwamba uwache na usikubali kuadaiwa, kuingia katika kutafuta mali kwa njia zisizokuwa za sahihi, kwa sababu utaingia katika dhima na huyu jini ambaye atakutumikia katika maisha, basi ujue ataanza kukumaliza wewe mwenyewe, alafu na mali yako uliyochuma kwa haramu itaishia, kwa sababu atakuwa ana ahadi na wewe. Shetani hakubali kumtumikia mtu katika mali mpaka awe ana ahadi na wewe. Mambo mawili, hali yako ya kwanza al-kufru billah, kumkufuru Mwenyezi Mungu. Atakutia katika kufuru. Kufuru gani? Atakwambia mali yako hii ushaipata, chumba fulani usifungue, ikifika kipindi fulani chinja mbuzi chumba kile, ikifika chumba fulani mwezi fulani fanya jambo fulani, toa kafara fulani. Kuna watu wana magari, kuna watu wana majumba, lakini nyumba zao hazikadiki. Kwa sababu gani? Mali waliochuma majini wale hawana cha kulipa tena, pesa hawana, nyumba hazikadiki, wanazikimbia. Asa jiulize, hii nyumba unaikimbia mwenyewe, ulitafuta mwenyewe kwa sababu ya jini, ukaitafuta kwa mizimu unaikimbia. Kuna watu familia zao wamemaliza watoto, mtu kamtoa mtoto wake wa kumzaa, kamtoa mama yake, kamtoa dada yake, anaua tu kimazingira ili mradi apate mali, lakini anajikuta familia yote kaimaliza, hana wa kumtoa. Sasa majini na wachawi wanamwambia zamu yako sasa utoke, umetia ahadi mwenyewe. Kwa hiyo hizi ahadi za ushirikina, hizi ahadi za kujiweka katika hali ya kuabudu vitu, za kufanya vitu vya ajabu, vinakutia katika hasara. Na kusii kwanza, fanya kazi, jitegemee mwenyewe kama hali ya maisha, na usijaribu kukubali kushawishiwa ukaingia katika mambo mabaya ambayo yakakuletea madhara duniani na akhera. Kwa hiyo mali hizi za majini watu wanakubali matakwa yao, matakwa ya kuchinja, matakwa ya kufanya vitu mbalimbali, na zinakupa asari kwa sababu ni kufuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna adabu li ghairillah. Kwanza kuchinja si kwa Allah, ukamchinjia jini ili jini yule akudhalishie biashara, ukamchinjia jini ili jini yule akudhalishie labda kampuni, ukamchinjia jini ili upate labda kitu fulani, basi hasara inakuja kwako. Umefanya kufru billah na umefanya shirki, na Mwenyezi Mungu asema inna Allaha la yaghfiru dhunuba an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika. Mwenyezi Mungu hasamehe dhambi ya kushirikisha, anasamehe madhambi yao. Lakini baadaye Allah akasema inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Mungu anasamehe. Pengine
sasa hivi unaniangalia, ulishatafuta mali kwa njia ya ujambazi, ulishatafuta mali kwa njia ya majini, ulishatafuta mali kwa njia ya kudhulumu, basi wallahi alazim, hebu rudi kwa Mola wako, acha unachokifanya, mrudie Allah subhanahu wa ta'ala. Ya laitani, ya rabbi, nisingefanya mambo haya, mimi nimekubali kuongozwa na jini. Maana watu wengi hawa ambao wanaeleza leo wanaongozwa na jini katika maisha yao, yani mashetani wanaoongoza katika maisha yao, anafanya kitu fulani, fanya kitu fulani, wala hawajui kwamba hii ni dhima ambayo dhima ile inakwenda kuwaletea madhara katika maisha yao ambayo wanayo. Dhakara al-Imam Suyuti bilafdhi, anasema Imam Suyuti katika lafdhi yake fi ahkam al-jinn, katika kitabu chake al-jinn, yu'i min thabit mithmika kunta ma asli al-khata'if bi'amna, anasema kwamba mtu ambaye labda atakuwa akikubali matakwa ya wale majini ambao wanamtuma katika ile idhilali mbalimbali, kwa mfano lihajati, katika haja zake, waliqadhi mash'ulun bihi, na katika kumshughulisha yule jini, kwa mfano jini yule akamshughulisha katika mali, akawa jini anasimamia ile mali, al-isti'adha bil jinni, yani kuwa anajikinga yeye katika mali zake na utajiri wake kutumia labda majini, fadhalika muharramun, basi jambo hili ni haramu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, wale majini walisema wao wenyewe, na maana hii ipo kwamba kuna watu pesa zao zimekaliwa na majini, kuna watu mali zao zimekaliwa na majini. Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fadhalu mraqa, katika majini kuna majini wa kiume ambao wanawatia wahaka wale wanaume katika wanaume wa kibinadamu. Hapa ina maana kama kuna watu ambao tayari Ibn Kasir anasema kwamba aji kunna nara anna dhalala fadlan ala al-insan, sisi tulikuwa tunaona la ubaya alikuwa na wanadamu, lianahum kanu yauduna bina, sababu binadamu walikuwa wanatuudhi sisi. Wa idha nadharu ayatan makanan mu'assina min al-bara'i wa ghayrihima, lakini iliposhuka aya hii tukajua kwamba kumbe kuna adui mwingine ambaye ni jini, huwa vile vile anaweza kukutia waka, akakuandalia vitu, akakwambia kwamba ili upate dola, ili upate paundi, ili upate dinari, ili upate riali, ili upate euro, basi lazima umuue mtoto wako. Kwa hiyo wewe ile ibada ukaihisi ni ya maana sana kwa sababu ya mali, lakini kumbe hujui zile mali ukishakuzipata zinapotea katika mazingira ya utatanishi. Kuna wangapi ambao wananipigia simu baadhi yao utakimtaja, Sheikh bana pesa hizi lakini pesa hizi naona mtihani, nikikaa chumbani kwangu bana zinaibiwa, zina hivi. Pengine kuna vitu ulikuwa ukifanya au ulikuwa ukitia buhuri, maana hata kusema na jini katika buhuri, ukasema buhuri hii na yenyewe nashukuru mmenijalia kizazi, buhuri hii nashukuru duka langu linaenda vizuri, kwa hiyo nitakufanyieni mambo yenu mazuri haya na mimi munifanyie mambo yangu. Subhanallah, inna ash-shaytana, hakika shetani lakum adhumu bin, adui kubwa. Atasikia yale maneno jini, atakupambia biashara, atakupambia labda cheo chako, atakupambia maeneo yako, lakini ikifika siku atadai yule. Sababu lazima atakuja kukudai, na kukudai kwako ndio kwamba basi mimi nakufanyia yangu haya na wewe nifanyie haya. Ina maana hapo tutafuta mganga ili umfanyie zile ada. Kuna ada maalum al-arabi fi jahiliya, katika ramadhano yauduna bi'adhama dhalika al-makana min al-jinni, kwamba kuna maeneo yale ambayo wewe unapeleka labda, kuna watu wanapeleka labda katika ikifika mwaka wanapeleka katika pango labda fedha, wanapeleka vitu ili waekewe mali, ili isipatikane mali, ili wapate dola, wapate dinari, wapate nini, lakini matokeo yake baadaye habaan mansura, vitu vile vinapotea. Lakini unaweza kumiliki mali kupitia njia ya halali, halafu mali ile ukaomba dua Allah aikuze. Zipo dua za kukudha mali, za kukudha pesa, na kuomba Allah akupe riziki. Wama min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha, hata yule mnyama katika ardhi anaweza akapata riziki. Wa ya'lamu mustaqarrana, dua maeneo gani ipate. Wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna Allah qul afara'aytum ma tad'una. Zipo aya nyingi, wama min dabatin fil ardi, zipo aya nyingi ambazo zinazungumza riziki kwamba Allah ndiye anayetoa. Na Mwenyezi Mungu anasema katika Isra al-Kursi, anasema ya ibn Adam ma dama sultani baqiya, mimi ufalme wangu utabakia, wa dhamintu laka rizqika fala tat'ab, mimi nimedhamini riziki yako, huwezi kupata taabu. Yani ukiniamini mimi ukaniambia ya Rabbi, nimekuja kwako nahitaji mali, nahitaji mapesa, madola, nahitaji nifanikiwe katika maisha, basi wa dhamintu laka rizqika fala tat'ab, mimi nimedhamini riziki yako wala hutopata taabu. Yani mtu unapata dola, unapata paundi, you get money easy kabisa, kwa sababu wewe umejielekeza kwa Allah, na Allah ndiye anasema nahnu aghniya'un, sisi ndio matajiri. Allah anasema yeye ndo
tajiri wa matajiri, malikul mulki dhul jalali. Matajiri wote duniani waona hawana utajiri zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio mwenye kutoa zile mali. Kwa hiyo mtu anapotumia jini uweza kutafuta mali, basi huyu amepata madhila makubwa. Wa akhfarahum bihi kama inma athbituhu fi adabihi min duni dhalika rahabahum jinni. Lakini wewe kuthibiti kwako, yani kujiamini kwako, unaamini kwamba yule jini anaweza akakuletea mali zile, alafu mali zile zikawa kwamba akupe bila masharti tu. Hapana, jini atakupa mali kwa masharti, mchawi atakupa mali kwa masharti, washirikina atakupa mali kwa masharti, na masharti yake ni mabaya, kwa sababu utaweza kudhulumu watu, utafanya vitu vibaya. Na mwisho sasa, kuna watu wengine wanakwenda mpaka katika majumba ya watu, wanakwenda katika majumba ya watu, wanaita tumolete, wanakwenda kuchukua fedha. Wanakwenda katika maduka ya watu, wanakwenda kuchukua pesa. Mtu nampa 10,000, unatoa cheni bila kujijua, inaitwa tumolete. Duka linakufa, linakwenda tumolete. Mtu anapata pesa, lakini ana paundi, ana milioni, ana dola, ana riali, anafanya kazi, anajituma. Kaenda katika nchi ile, labda anakwenda kujituma, lakini akipata leo pesa mshahara, hajui kautumia vipi. Kumbe kuna kiumbe kinamsumbua katika mwili. Kumbe imani ile, labda kuna vitu kwao, labda wanavutana yule jini na uchawi. Kwa hiyo ile mali inapotea katika hali ambayo isiyotarajia. Ndio tukasema kwamba anayeomba ni Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama alivyosema kwamba waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mwenyezi Mungu akasema niombeni mimi nitakupeni. Tunataka sisi kitu gani ambacho Allah hawezi kutupa sisi? Ikiwa mali, ikiwa watoto, ikiwa fedha, ikiwa paundi, ikiwa dola, ikiwa dinari ya Kuwait, ikiwa Tanzania mali, pesa ya aina yote, ud'uni astajib lakum, niombeni nitakupeni. Wa nahnu da'awtuka li kalbin ma'dhubi wa kalbin mahmubi. Na sisi tunaomba kwa moyo uliokuwa mzuri, na moyo ambao hatutarajii kupata mali kupitia jini, hatutarajii kupata dola kupitia mchawi, tunatarajia kupata mali. Kuna njia ambazo nzuri za kuweza kama wewe mwenyewe kujituma, alafu ukamwambia Allah, ya Rabbi mimi najituma, nafanya kazi, nahangaika, lakini naomba kipato changu kizidi ya Rabbi. Unakwenda katika ibada zako, unaomba, unafanya adhkari mbalimbali, unaswali mbalimbali, na Mwenyezi Mungu anakurejea qani'an bima qasamahu Allah. Kile ambacho wewe unakitaka Mungu anakikisia katika hali ya aina mbalimbali. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo al-isti'adhatu bil jinni muharram, kujikinga na jini ni jambo la mtihani kabisa, kwa sababu istaadhahu shaytan biman afdalu qiyam wal layl. Kwa shetani anaweza akakupambia ibada ikawa inakuja miaka mingi, unaona wewe mafanikio na hisi madhuri, kumbe ikifika kipindi tu utasikia mtu bwana kapata ajali hafla, yule bwana kaungua, nyumba yake imeungua. Kuna watu nyumba zao zinaungua, wanakuja faya, wanaangalia chanzo cha ule moto hakijulikani. Kumbe ndani labda jini kawasha moto. Kuna mashetani wanawasha mpaka moto, wanafanya uadui kwa wanadamu, kwa yule mtu ambaye atakayekuwa anafanya vile. Kuna mashetani unaweka pesa leo, unaweka dola, labda dola 2,000 3,000 unaweka ndani. Wallahi ukiangalia ukihesabu unakuta dola 1,000 haipo, na umefunga kufuli, uko peke yako chumbani. Jini anaichukua, sababu wewe ana ahadi na wewe yule. Kwa hiyo kufanya vile vituko ni haki yake, sababu ulimkubalia, ukasema mimi niko tayari kutii masharti ya yule shetani ambaye unaye. Lakini tunakwambia ndugu yangu ambaye unaniangalia, Muislamu na usiyekuwa Muislamu, mali zinaweza kupatikana kwa njia ya halali. Mali zinaweza kupatikana katika njia ya kujituma vile vile. Taghidhu nawm wa taharramaha. Hebu usingizi wako, hayo mawazo yako ambayo unayawaza kwamba utapata mali kwa njia iliyokuwa si nzuri, labda kumtumia jini, basi ujue pesa za majini hupotea. Kiswahili fasaha, kama pesa za mashetani hazidumu, zinapotea. Lakini pesa za kujituma wewe, pesa za kujiwekea sawa wewe, pesa za kuomba dua zikae, basi hakuna atakayeweza kuzishika na kuziingilia katika maeneo mbalimbali. Tuangalie hizi mbalimbali za dua ambazo waja wema walifanya katika miaka ya nyuma za kuweza kuomba Mwenyezi Mungu awajalie mali. Waliomba mali na Mungu akawapa. Baadhi ya watu mbalimbali waliomba mali, Mwenyezi Mungu akawapa mali, wakawa matajiri. Hata wewe unaniangalia, unaweza kuwa tajiri, ukawa tajiri, ukapata pesa, ukawa na mali, lakini mali ile ikawa ya halali, bila kumdhulumu, bila ya ujambazi, bila ya kufanya mambo mbalimbali, lakini tatizo unakosa njia. Imani yako ambayo imekulenga kwamba mimi nisipofanya hivi, nisipoua sipati mali, hiyo imani iondoe. Hiyo imani iondoe kabisa. Sema mimi nisipofanya kazi basi sitokula,
mimi nisipomuomba Allah mambo yangu akaninyoshea, basi nitapata tabu. Hiyo ndio la kufanya. Lakini imani nyingine, basi utakuwa lazima usiondoe kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu inasemekana Mwenyezi Mungu kwamba yule mtu ambaye anayeomba anataka kitu fulani, basi umpa mara moja, kwa sababu ashaitani yadhaka, shetani anaweza ikafika kipindi akakucheka. Kukucheka kwa shetani inakuwa hivi, wadhālika anna ta'wili nas'an min al-'asli fayakunu musibbu ila aini. Yani shetani anapoona wewe ushachanganyikiwa sasa na maisha, na kawaida yake shetani bwana hukufunga wewe vifungo wewe maisha wewe, akakutia misukosuko wewe, kazini kwako bala, ofisini kwako bala, umesafiri wewe mitihani ukafungwa wewe, alafu amkali kwa dhahaka anakaa pembeni anakucheka na kuangalia, anasema huyu sasa kwa hivi nilivyomfunga maisha yake, anapopata tabu sasa namuingia mwilini nimpe njia. Anakuja katika ndoto na pale, bwana wewe tajiri sana, wewe una mali, na mali hizi za urithi wa upande wa baba yako zimefukiwa maeneo fulani, kuna rupia, kuna sijui pesa za zamani zile, ukiuza ni pesa basi wallahi utafanikiwa, lakini kuzipata itabidi njia yetu utafute ng'ombe, utafute waganga waende pale wakafukue, wafanye kitu gani, uchinje, mali utazipata tu. Sasa kwa vile wewe una imani yale majini na una tamaa, sababu ushitanganikiwa na maisha, unapoyatii yale masharti ya yule jini, basi ndio mtihani unaanza kufilisika. Kuna watu mimi nawajua wamefilisika kwa sababu ya mali za ardhini, kuchimba mali ardhini. Yale mali inachimbwa ardhini, mali sio kuwa na kibali mali ya kuchimba ardhini sio kuwa na kibali, unachimba dhahabu chini, una hata kibali cha serikali. Subhanallah, Mwenyezi Mungu atunusuru. Na watu wana imani hizo, wanakwenda kufanya vitu hivi, lakini ana imani kwamba anaweza akafanya vitu, akatoa hata milioni 10, 15, akafanya akakusanya waganga wachimbe ile mali haitoki, haiwezi kutoka mali kwa namna hiyo. Hakule ni kudanganywa tu na shetani. Wanasema shetani kwamba anakuahidi mambo mazuri, anawaahidi watu, anawapambia la udhayyannahum, nawapambia hawa watu, anakupambia, anakutia mambo, bwana wewe utakuwa una pesa, wewe utakuwa na majumba, lakini cha kufanya bwana itabidi upite njia hii upite. Lakini ukiangalia ile njia anazokupitisha, mbona njia mbaya, haziruhusu sheria, mbona njia za ukatili, mbona njia za kumshirikisha Mungu, lakini njia zipo za halali. Wewe umetoa milioni 10 ungejenga msikiti au ungepeleka sadaka msikitini kwa sababu ya khairi, basi wallahi alazim watu wangekushukuru, wasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ya Rabbi fungulie dua ya watu wamekusanyika kukuombea wewe, basi Mungu amekupa mali. Lakini leo unakwenda kufanya shirki, unafanya vitu vya ajabu, unachinja mbuzi, ng'ombe, lakini na mali ile huwezi kuipata zaidi ya kwenda kufilisika mpaka unaharibikiwa katika maisha. Lakini vile vile taghidhu hii ya hawa mashetani, kwa nini mali yarudi? Idha kanati ala ru'ya makruhatin min sharraha, kwamba mara nyingi anaweza akakujia hata mimi katika ndoto, mfano wa'ada kalhaqa, akakuahidi baadhi ya vitu, biljamali walbaiti walbaghid wa ghairi dhalika min an-nuqudi, akakuahidi mambo mazuri, nyumba, magari, madola, akakuahidi kwamba utasafiri wewe, utapata labda uraia, utapata nini, anakuahidi. Lakini anakuambia vipi? Lakini unachotakiwa bwana wewe, unatakiwa uwaite waganga au watafute waganga wafanye jambo kadhaa, alafu wewe ndio ufanikiwe, au ukifika siku fulani ufanye nguo fulani, au ukifika jambo fulani. Na kuna wengine, angalia shetani ana njia mbili. Ili wewe upotoke, lazima atakutengenezea ile ibada yako. Kwa maana akisema la udhayyannahum, nitawatengenezea. Wewe unaweza ukafanya ile mambo, ukachinja ng'ombe, ukapeleka chano kwa mjanga, ukampa mjanga, sijui kuna watu wanawaficha mpaka watoto wao, wanaweka ndani. Mtoto anaikuwa ndani miaka 5, baba anataka utajiri. Mtoto anakwenda kutembea, baba mtu anakwenda kutembea na mtoto wake aliyemzaa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kwa sababu ya mali. Angalia watu wanafanya mitihani, mtoto wako ametoka katika mgongo wako wewe, unakwenda. Mungu atunusuru Allahu alazim, kufuru za hali ya juu. Sasa unafanya vitu vile, shetani anakuletea mali hizo, unaona kweli, unaanza unabobea, mwisho sasa unafilisika na unaingia katika mitego mikubwa kabisa ya duniani na akhera. Wallahi alazim, tuache kabisa mtindo wa kusema shetani ametuwekea sisi mitego ya na ukishakupata madhara, shetani anakaa pembeni, anasema vipi? Inni kafartum min qabl, mimi nishakufuru zamani. Nimekuita fala talumuni walumu anfusakum, nimekuita umeitikia. Kwenye ngoma umeingia mwenyewe, kwenye kutafuta mali kimtindo huu umekubali mwenyewe. Kwa hiyo mimi sina la kukwambia, ushaingia na hutoki. Mali hizi tutazisimamia mimi na wewe. Haya, una wasiwasi, ukilala usiku
una utajiri, magari yamepangana nje, magari nje yamepangana huko, biashara zinakwenda, lakini unaishi kwa hofu kwa sababu ya kutumikia mashetani. Unashtuka usingizini, mara unaona joka, mara tumani kwako ulali, mara hivi, kwa sababu unaishi kwa wasiwasi kwa sababu ya kuatii mashetani, na zile mali zako ambazo umezipata si za halali kwa sababu kuna uchawi ambao umeufanya. Kwa tunakwambia kwamba unastahili wewe ambaye mtafutaji wa mali, lazima utafute mali kwa njia iliyokuwa bora, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwambia. Kwa hiyo tabraha makruh, zinakuja ndoto zile ambazo za kukuinua, wasta'adha wa khassam bil yasari li annaha muhidul aqdari, na zinakuja ndoto zile zinakuja katika hali nzuri. Unaona mashaallah, hizi ndoto nzuri kabisa. Basi unaamka asubuhi, unampigia simu, bwana wewe mganga fulani, bwana mimi nimeota mimi tajiri, tunafanyaje? Nataka pete ya utajiri. Hasa pete unapewa pete ya kijini, hakuna utajiri wowote, ila ni kudanganyana tu, kuhangaishana, kudanganyana, kufanya vitu vya kijinga, vitu vipotofu kabisa. Pete ya utajiri, si pete ya mali. Hapana, ziko njia. Kwa mfano nitaonyesha jambo moja. Kwa hiyo sasa, kwa mfano mtu labda ana shida hii, labda anahitaji pesa kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ampe mali, basi atie udhu, anaweza kukaa katika eneo lile au akafanywa dua. Na anasema hii dua maalum, ambayo dua hii anasema Sheikh Hassan bin Ali ridwanullah, ya Aba Abdullah, nimwambia Abdullah, asma'ta almunadi dhanban almustaghfir dhanba, nimemsikia mtu akinadi amekosea, anamwambia amekosea, kuna jambo alilikosea. Dhalat akhata bihi dhalam, alifanya vitu vya dhulma katika kupata mali. Wa halata bihi niyam, alikuwa usiku akitoka kila kikaba, yani mtu ambaye kafanya. Alamma dhalat baina rakbi, alipokuja kurudi baina rakbi la, kurudi katika njia ya Allah, akarudi ile mali akaitoa sadaka, akaambiwa itoe mali, kaipata vibaya. Fala radda ila almaqam ila shakhs mutaabbata raddahu, mali ile inaweza kurudi, ikarudi kwake mali ya halali ambayo akiitafuta muda ule Mwenyezi Mungu akamletea. Kastaghfiru dhambi kwa kufanya mabaya, kupata mali kwa njia, alipata mali kwa njia za dhulma, lakini akarudi kwa Allah. Pengine alifuga jini, labda alifanya mitihani mbalimbali, akarudi kwa Allah. Je, akauliza, akamweleza Sheikh Hassan kwamba anaweza kurudi katika hali ya kawaida, wal istighatha billah, akamwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia ndio anaweza. Fasili fi sujudiha, akae katika sijida yake. Kwa mfano wewe umekaa katika ile sijida yako, wasallim, toa salam, baada ya kutoa salam ashara biyadihi, basi anyanyua mikono yake. Kuna dua ambayo unaweza kuisoma, wallahi alazim, dua hii imeleta mafanikio makubwa kwa wale watu ambao wanatafuta mali, wanatafuta pesa kwa njia za halali, kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aombe dua. Dua gani? Bismillahir Rahmanir Rahim. Darata rajami baini halalan sarmada, sawa'an kama yastaghithu bihi alqatl taliba, wa dhayyinu hatta sara دلة المسمار إذا كان سواء غلب العين غاربا، وقد كنت أتيته الرعب ومالها، فصار إلى جعل صفرة وأصابها، فلما استطلع العنون ما باشتحابها، وأسباب ذنب قد التقى بقدرها، ما لي كذا لود يديه لولا يداء الله الذي هو غالب، ثم خلف الدف عظيمة بيت الله الحرم، يا من إليه أتى الحجة بالمجد، فوقت الأمداد أقضي عنا الأهل. الله أكبر، إني أتيتك يا من يجيب من يدعو مبتغائها بالولد الصمد، حنا منذر يدعى الماء والقلم. Yani hii dua ni ndefu, wallahi alazim. Nilimwombea mtu mmoja alipoteza pesa zake, mali zilipotea, nikamwambia wallahi alazim, nakwambia amani ilayhi alhujjaj, nakwambia kuna dua itoya amani ilayhi alhujjaj, wallahi alazim, ndani ya siku mbili nyumbani kwake mwenyewe, nyumbani kwake kilikuja kitu hakutegemea, nikuja mtu akaja akamsaidia, hakutegemea katika maisha. Ni dua tu. Kwa hiyo tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, wewe ambaye una shida ya mali, kama nilivyoeleza, una shida ya pesa, mambo mbalimbali, pita njia sahihi, nitafute, tuombe dua kwa pamoja ili Mwenyezi Mungu arudishe mali yako. Na kama ulimkosea Allah, astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, mstaghfiru Allah akusamehe madhambi, alafu ndio nitafute na mimi. Sheikh, tunafanyaje? Haya yaliyopita nimeacha, mimi nimefuga majini kwa mali, nimetafuta pesa kwa mali, narudi kwako ya Rabbi. Tufanyeje? Tutakupa njia za kurudi biidhnillahi tabaraka wa taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.